Good morning to you. Big City Breakfast on 92.5 Mjini FM. Kwetu ni kwako. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Evans Bukuku. Frankie Kashonde. Na Barbara Hassan. Na dunuliza jamani, ni kipengele fulani amazing ambayo inakusaidia kwa kupa dondoo zinazotekelezeka ambazo zitakusaidia kifedha, kimani, kimula, kikubwa unufaike na uanze kutenda. Sasa unajua kutengeneza pesa kutokana tu na mada yetu ya vitu vya ndani leo hii. Mlipuko wa magonjwa. Do you know, hata kuingia mtandaoni na kuanza kutoa elimu kwa shule hadi ukatembelea shule husika. Kuna kuingia mtandaoni lakini pia kuna kutembelea shule. Unasema mimi najitolea kwa ajili ya kutoa elimu ya usafi. Unapata? Ukifanya hivyo unajenga mahusiano mazuri na watu ambao wanasimamia watoto wa watu. Watu wanaosimamia watoto wa watu, mimi nazungumzia walimu na walezi. Unajua unahitaji sana mtu ambaye ni partner upande wa masuala ya usafi. Kwa hiyo ukitoa hiyo elimu for free, inakupa wewe mguu wa kusema sikilizeni, mimi naomba nianze kutoa huduma 1 2 3 katika vyoo hivi hapa. Umenipata mpaka hapo? Kwa hiyo kwenye choo cha watoto wa kike kuna 1 2 3, hata wale ambao labda ni cleaners wenu, nyinyi mna cleaners, tutawafundisha wao sisi. Sawa? Kuna vitu unaweza kufanya sisi kwa sababu wale angalau unapata pesa kutokana na wingi wa wanafunzi pia. Si ndio? Inasaidia sana. Kwa hiyo unaweza toa huduma ya kuelimisha jamii kupitia shule ama vyuo na kadhalika. Lakini kuna uuzaji of course bidhaa za usafi wa choo, tumepitia zaidi hiyo jana. Lakini ujenzi wa vyoo bora ambao ni vya kulipia, yani public toilets. Jamani, si kwa nini public toilets ni kama zinadharaulika sana. Unajua kuna njia kujenga public toilets zikaa ni bora kabisa, nikaa ni brand ambayo bwana hizi hapa ni ya kimataifa. Mimi kila nikiangalia hivi, hata kwa Masaki na Oyster Bay ambayo ni kuna vitu vikubwa vingi sana, lakini nikiangalia hali ya vyoo, yani sio sehemu zote zina vyoo bora. Wengine na bora vyoo. Kwanza lazima uwe na ya juu na ya chini, yani ya Ulaya na ya Asia nakwambia. Ya kuchuchumaa ya kukaa, sio choo. Sawa? Pili unaangalia space, 3 unaangalia maji tirika, 4 unaangalia maji ya moto, 5 unaangalia towels, 6 unaangalia toilet paper. Ngine unaangalia issue hata kipindi cha joto. Unakaa kule ndani unakaangika. Mwingine afunga AC Sinza amefunga AC. Weka hata feni basi. Angalau. Amna ni ufahari wakati. Nikupe mfano Barbara, vitu gani ambavyo watoto wa kike wanaangalia sana ukiingia vioni, achana usafi peke yake. Mbali na usafi, unaangalia vitu gani kwenye choo cha kike? Yaani sijakuelewa. Ladies toilets, ladies washrooms. Vitu gani ambavyo mnatamani sana vingekuepo? Of course sabuni. Ile ya kunawia mikono. Yes. Tissue, maji tiririka. Na sio necessarily ya kawa moto, lakini yawepo at all times. Harufu. Kwa hiyo at least kukiwa na some sio lazima kwa scented candles, lakini kuna vinani fulani vioga vinawekwa kwenye kama kikapu fulani. Kwa pale juu nani inasaidia kuwa na ambapo sio vitu ambavyo unabadilisha kila siku. Inaweza kukaa hata miezi miwili. Inakuwa inatoa kidogo. Kwa hiyo ka fragrance kazuri tu pale. Kukausha mikono sio lazima kukawa na ile mashine, lakini at least kukiwa na wipes zile ngumu inakuwa pia inasaidia. Basically hivyo na nani of course vile vinani vya kutupia sanitary towels. Yes. Yeah, that's basically it. Sasa angalia vinga kaupepo. Kaupepo. Usimesimama tu. Yani kama fan sio lazima ikawa AC. But at least unajua yani mzunguko wa hewa uwepo. So unakuta sometimes vyo vyenye ni vidogo. Hauna hata ile amani ya kuweza kuingia. Ni kama uko lock up fulani hivi. Na kioo of course. Na kioo kinacho kizuri na kikubwa. Asio? Jamani, maliwato ni sehemu ya kwenda kushughulika na kuondoka. Amekwambia nani? According to you. Hizi mbwembwe kuweka sijui vioo, kuweka sijui nini. Ni unakaa wewe unakaa mule kufanya nini? Kila mtu ana mawazo yake. Wewe ameniuliza mimi. Kwani muulizo wewe Frank? Niache nizamu yangu. Sina wivu. Na mtu anakuambia mimi niliwahi kuona vitabu. Nenda nyumbani kwa mzungu mmoja hivi nikiwa mdogo, na kuna vitabu chooni. Kana nishindo, vitabu vinafanya nini huko ndani? Sasa tujiulize swali moja Evans. Vitabu vinakaa maliwato. Hebu niambie katika mazingira ya kawaida, ni nani ambaye amewahi kwenda maliwato kati yetu sisi akapata idea na ikamfaa maishani?
watu wengi mno, mimi nikiwemo. Mimi mara kibao. Unakaa msalani. Tena ile ya nyumbani ile ambayo umeizoea, unapata mawazo amazing kabisa. Unajua kabisa hakuna atakayegonga. Oya. Kwa katika ule muda mfupi